Habari, karibu sana kwenye masterclass yetu ambayo tunazungumza jinsi ya kutengeneza mpango mkakati wa taasisi za umma. Mpango mkakati ambao si bora tu ni mpango mkakati, lakini mpango mkakati ambao kwanza unaendana na mipango mikubwa ya nchi kwa maana ya dira pamoja na 5 years development plans na ilani ya uchaguzi pia. Lakini pia ni mpango ambao unatekelezeka katika taasisi. Natambua kwamba tumezoea watu kutengeneza mipango mikakati ya compliance, yani kumit tu deadline. Kwa hiyo tunataka this time watu watengeneze mpango mkakati ambao kwa kweli unatekelezeka, lakini pia unasaidia kwenye kufikia malengo makubwa ya kinchi. Kwa jina naitwa John Mwingira, ambaye ninasaidia taasisi mbalimbali za umma kutengeneza mipango mikakati ambayo inatekelezeka. Na kwa mwaka huu bahati nzuri nimebahatika kusaidia taasisi karibu zaidi ya 15 kuweza kutekeleza mpango mkakati huo. Kwa hiyo kutokana na changamoto ya kuweza kuwa nao kwa wakati wote, imenibidi niandae masterclass hii ambayo itasaidia basi sasa kufanya validation. Pale tulipofikia basi tunafanya validation ili hata kama kuna kitu ambacho bado cha kumalizia tuweze kukimaliza kwa vizuri na kwa standard ile ambayo tunaitegemea. Kwa hiyo hata kama hatujafanya na wewe, kama umeingia kwenye hii masterclass, bado ni na umuhimu kwa sababu public sector ni hii, mwongozo ndio huo. Kwa natumaini hata wale ambao hawakuweza kufanya na mimi huyo strategic plan bado watanufaika na masterclass hii. Dhumuni ni kuhakikisha kwamba tunatoka na mipango mikakati ambayo inatusaidia kwa maana ya taasisi kufikia malengo yetu, lakini mwisho wa siku kuweza kuchangia basi kwenye kufikia kwenye malengo makubwa ya kinchi kama vile ambavyo imeelekezwa kwenye dira pamoja na ile long term perspective plan kwenye 5 years development plan, kwamba kila taasisi zihakikishe kwamba zina align strategic plans zao na utekelezaji wa mipango mikubwa ya kinchi. Kwa hiyo nawakaribisheni sana na niwapongezeni kuweza kujoin katika masterclass hii. Kwa hiyo tutakwenda vizuri naamini, na tutakwenda kufanya kazi. Na ukishamaliza kupitia hii video ya utangulizi hapa chini, kabla hujaendelea na moduli ya kwanza, hakikisha unafanya vitu viwili vya msingi sana. Cha kwanza, hakikisha unabonyeza dodoso la washiriki. Hili ni dodoso ambalo ukibonyeza hapa itakufungulia sasa uanze kujaza taarifa zako ili tuweze kujua status za wewe mko wapi katika strategic plan. Very important kwa sababu ya kujua tunawasaidiaje, kwa sababu tumesema group hili ni kwa ajili ya kusaidiana tuandae strategic plans nzuri. Kwa hiyo tuna taarifa chache tunataka tuzipate kutoka kwako hapo, link itafunguka. Tunataka kujua jina kamili, tunataka kujua aina ya taasisi unayotoka, kama ni wizara, kama ni wakala. Tunataka kujua jina la taasisi yako, lakini tunapenda kujua taasisi yako iko katika hatua ipi ya mpango mkakati, ya kuandaa mpango mkakati. Alafu ni muda gani unafaa zaidi, kwa sababu tunategemea kuwa na live sessions. Tunapenda kupata maoni yako kuhusiana na unadhani muda gani ambao unafaa kufanya live sessions. Alafu mwisho tutaomba upate changamoto kubwa ambayo umekutana nayo katika maandalizi ya mpango mkakati. So those are the information ambao ukitupa zitatusaidia sana kwenye kusaidia ili tuone darasa letu linakuwa lina tija. Kwa hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, una link ya kujiunga na group la WhatsApp. Mambo mengi sana tutayafanyia kwenye group la WhatsApp, hasa kwenye Z discussions tutakuwa tunafanyia kwenye group la WhatsApp. Kwa hiyo kama utakuwa haupo kwenye hilo group, basi utakuwa unapitwa. Kwa hiyo kuna link hapa, ukibonyeza itakupeleka itakupa invite link ili uweze kwenda kwenda kuingia kwenye hilo group la WhatsApp. So hivi ndivyo ambavyo inabidi uvifanye kabla hujaendelea na moduli ya kwanza. Na kutakia maandalizi mema ya kuendelea kusoma na group hizi. Lakini kama nilivyosema, naomba usisahau kujaza hizo linki mbili. Linki ya kwanza ya kujitambulisha details zako, na linki ya pili ni kwa ajili ya kujiunga na group ya WhatsApp. Asante sana, tuonane kwenye moduli ya kwanza.